Nimependa kuhudhuria kwenu kwa wingi namna hii. Tena leo pamoja na kuwa watu waliambiwa 3:30, lakini Mheshimiwa Katibu wa Mufti hapa baadhi yao wamefika saa 1. Nimependa hiyo. Pia leo kulikuwa na mwamko mkubwa wa kuwahi. Watu wamekuja mapema sana, lakini namna ambavyo Mheshimiwa Mwenyekiti alivyoandaa maudhui ndefu kwa muda mfupi, ameiandika ndefu, tena sio tu amezungumza, kaandika kabisa yeye mwenyewe ndefu kwa muda mfupi. Lakini mkurugenzi pale wa Imani Media na staili yake aliyokuwa anaitumia kuzungumza na nyinyi, nimependa staili ile Mheshimiwa. Ni njia nzuri sana uliokuwa unatumia kuwaamsha, yaani unajitahidi kwenda nao, sio umezungumza ukamaliza, lakini ulikuwa unajitahidi, na nafikiri ulikuwa unauliza mmoja kwa maana ya kwamba unawauliza wote. Nafikiri wakati mmoja unamuelekezea wote walikuwa wanakumbwa na tafakuri katika lile ulilouliza. Na mwisho Alhaji Tonge kule, mjumbe wa halmashauri kuu BAKWATA mteule wa Mufti, amenikumbusha hapa dakika chache, sababu amesikia baadhi ya watu wametaja maandamano, akanikumbusha akasema, kwa kuwa mtu aliyetaja vile nafikiri sio kamsogelea nini, akabaini hakuyaona huyo mtu mwenyewe hayo maandamano, akasema sio vizuri hapa tutumie neno hili, tuseme tu ni vurugu. Na mimi Alhaji Matano, habari zilizosambaa kuhusu maandamano yale yanayoitwa maandamano au vurugu zile habari zilianzia Manzese. Nafikiri kila mtu akaona ndio habari za mwanzo zilizoanza kusambaa. Na pale Manzese mimi ndiko nilikokuwa kabisa kwenye hali halisi. Mheshimiwa Mwenyekiti Haji Bagwe anatambua kwangu ni kwenye ukuta wa ile sheli ambayo imeunguzwa. Kwa hiyo mimi na nilipokuwa naona kwenye hivyo vyombo vya habari, naona tofauti kabisa na kile ambacho nimekishuhudia mimi niliokuwepo pale kwenye eneo la tukio. Sio kwa kwamba mtu anitumie au, lakini kama ulivyosema sijaulizwa mimi bwana. Na hata nimefanya utafiti wa ndugu katika maeneo yale, haonekani mtu yoyote wa pale ambaye ameshiriki kwenye jambo lile. Na mwisho niseme Alhaji Tonge na wenzangu, utafiti mdogo niliofanya kwenye maeneo hayo ambayo mimi inakaa, ambayo watu wanaonekana ni maeneo ya vurugu, Tandale, Manzese, Mburahati, palikuwa na amani kubwa sana. Yaani katika kipindi chote hicho, maeneo ambayo watu hawayatazamii kwamba itakuwa na utulivu, lakini ilikuwa na utulivu mkubwa tu. Mitandao ilikuwa inanisumbua, haipatikani, lakini kwa ukiwa pale hujui kama kuna shida hapa Tanzania. Nasikia mabomu yaniko mbalimbali tu, na nimepata tabu sana kufahamu hata ni kwa nini tunafungiwa, mbona huko hakuna tabu. Lakini kama ulivyosema, ndio kazi ambayo tumeitana hapa. Wapo wengi humu wana hali hiyo, kwamba anachokiona huko ilikuwa tofauti hasa na kile ambacho katika eneo lake. Sasa nukta hiyo ilikuwa ni muhimu niitaje, lakini ustadhi pale nakazia nukta yako pale uliposema kwa mujibu wa I'lam Islami, yani ule uhabarishaji wa Kiislamu, sio kila taarifa ni lazima tu uiseme. Imesemwa kafa bilmar'i ithman, ndio ayuhaditha bikulli ma sami'a, yani kafa bilmar'i kadhiban, kile kitendo cha kusimulia kila ulichosikia, sio hujasikia au hujaona, yani ni dhambi inatosha kwamba wewe ni muongo.
kwa kuwa tu umesema Peta alikuwa pale, Mbagwa alikuwa nini, yani kwa kusema, kuamua kusema yote tu. Na kazi ya nukta yako. Na wakati wa mtume ilitokea, mtume akiwa kwenye darasa, akaja mtu mmoja anakimbia anasema, kwenye kona ile nimeona watu. Kwa hiyo yani akiona watu anasema wakiwa wanafanya jarima tu, zina. Akasema mtume tuchukue hatua, lakini mtume akawa kama anapotezea. Mwisho akamwambia, wewe unaonaje kama ungechukua kilemba chako ukafunika, ikawa wewe ndo mwisho kuona? Hili lingekuwa zuri zaidi kulifanya kuliko hilo ambalo unalolifanya. Lakini zaidi ya hapo, siku nyingine itabidi tuzungumze kwenye elimu Islami. Kuna kaneno kanasema, sio ni kanatoka wapi hapa, kwamba mwandishi kazi yake ni kufichua. Unakasikia kaneno lake au hamkasikia kisikiaje yake? Yani mwandishi kazi yake ni kufichua vitu vilivyo, kufichua. Haka nako sio Kiislamu ndugu, ni nadharia, sijui ilikotoka, mimi sikumbuki vizuri nadharia hii imetoka wapi, lakini kuna lingine amesema huyu bwana mkubwa, kuna haja kufahamu kama mchezo. Haji Matano amesema yule bwana wa chombo kile anasema amewahi kufanya naye kazi, amesema kwa hivyo anajua thinking style yake na nature of business pale anapofanya kazi. Lakini kusema kweli hilo nalo ni muhimu. Waandishi, mimi nimesikia hata humu leo nimesikia mtu anazungumza, lakini anachokizungumza sicho kabisa, na ni kwa sababu ya hicho ulichosema tu, hajui mchezo ni upi. Hata hapa nimesikia mtu amezungumza hapa katika michango, amezungumza kitu ambacho ni nje kabisa na ule mchezo wenyewe halisi ulivyo. Kwa hiyo hilo na mengine ndio yanayofanya sasa mimi nisimame hapa kuwaomba kwamba sasa tuwe na utaratibu wa kufanya kazi kwa pamoja. Kuna kufanya kazi kwa pamoja kuanzia hapo katika kuelimishana, sio kuelimishana lakini kujulishana hasa taarifa dakika zenyewe hasa, ili kuwafanya watu wawe na maamuzi sahihi kwa wakati sahihi na watoe taarifa sahihi, lakini kwa wakati sahihi, kwa njia sahihi, iwafikie watu sahihi, ili kuepuka aina yoyote ile ya madhara. Na kabla sijasema la mwisho katika kushauri, tunasikia kwamba tarehe 9, lakini hata usiposema tarehe 9, lakini ni kwamba kuna watu bado wanazungumza kwamba tulete fujo. Kuanzia Aisha Mpatila, Makata Alhaji, paka walioko kule mwisho namuona Babdeo. Hebu mtu mmoja tu asimame ambaye anataka ile fujo irudie. Yoyote tu asimame. Mwanamke, mwanaume. Aisha, labda wewe kama unataka kule Mungia, unataka yani naomba yani kabisa, yani kama kweli unataka irudie, wallahi mimi niko tayari, unisaidie kujua unavyofikiri. Yani wewe unafikiri vipi yani mpaka imani yupo anataka irudie wandugu? Hebu wale ambao hawataki hivi naomba kwanza wasimame hivi nione kama pengine kuna aliyelala hajasikia nimeuliza nini. Kuna watu hawajasimama, inawezekana kama yule pale. Alhaji Matano, wote wanasema hawataki. Ndio linakuja lile swali lako, sasa tunafanyaje ili zile karamu zetu zitoe mchango katika kusaidia na wengine wasitake kama wewe? Naombeni mkae. Ndio maana nawaomba sasa, ndugu zangu wapendwa, mimi kama Harith Othmani Nkusa, lakini kama mwandishi maalum wa Mufti, lakini kama nafikiri mimi kwanza kwa nikiangalia kwa umri wangu kuna wachache tu wale watatu hapa labda, lakini wengine ni wadogo. Kwa hiyo niite kama kaka yenu, na kwa sababu niko huko kwenye ofisi ya Mufti, alafu bwana nimefundishwa na Waarabu, nimefundishwa na watu hawa ambao wamefanya kazi huko kwa CNN,
Al Jazeera, Nile TV, hizo. Hawa ndicho wengi ndo mfanya haya mambo, yani ambaye naweza kuwa kama nakaidi hivi kuhusu kama labda nikamchezo gani kana chezo. Sasa nyinyi ndugu zangu, mimi niwaombe tufanye kazi sio katika hili tu kama alivyosema yule pale na mengine. Mbona tumeweza, nilizungumza na Alhaji mwingine kama miezi 3-4 hivi, unakumbuka? Kwamba kuna haja sasa ya kukaa. Hata hili lilikuwa halijatokea kwamba tuamue sasa kufanya kazi pamoja, sio kwenye haya na kampeni nyingine yoyote, hata kampeni kufanya watu waswali na kadhalika, tufanye kazi pamoja. Kwa hiyo mimi naomba hivi, hiki kikao kiwe cha kwanza na vifuate vingine vya kikazi. Yule amesema nani anataka, lakini naona hapa ni kwa sababu tu kupata fikiri wote wangependa, au sio? Kujua ni wapi pa kukanyaga, kwa sababu kinachoshinda useni kama yule ni kanyage wapi, si ndio? Ni kanyage wapi patakuwa salama na pataniletea nini, pataniwezesha mimi kutoa mchango wangu wakati nikiwa salama, lakini nitoe mchango mzuri ambao utaleta manufaa kwa sasa na kwa siku za baadaye. Lakini niulize swali jingine, yule ameuliza tu kwamba je, mnajua kwamba mlengo mkuu ni nani? Aliuliza yule. Sasa nauliza swali lile kinyume tena, naanza na kinyume. Mtu ambaye hataki, anayesema rais wa Tanzania sio Samia Suluhu, yuko hapa? Yuko hapa mmoja hivi? Naam, kwa kuwa muda umekwisha na inabidi tumalize kabla ya swala hapa. Nimalizie tu kwa kusema, naruka kidogo ile pointi. Nilifanya utafiti kwenye media zenu hizo, na nimebaini kwamba achilia mbali subscribers wenu na followers, lakini nyinyi at least mnaweza kufikia watu hadi milioni 30 kwa wiki. Kwa utafiti niliofanya kwa kufuatilia zile media nilizowaita hapa, followers, lakini viewers, mimi ndio nafunika na viewers, sio subscribers. Viewers imebaini kwamba mnaweza kufikia watu hadi 30 milioni kwa wiki. Tena kutoa vyombo vya habari vikubwa kama Imani Media. Kwa maana hii mnao uwezo wa kufanya kubwa, ndugu. Mna uwezo wa kufanya kubwa kabisa. Na sasa tuamue kuacha ile dhulma aliyosema mheshimiwa mkurugenzi pale, ya wewe unaona sahihi ni hiki alafu ukaamua kutulia tu. Yaani tuamue sasa kuacha, sio kwenye haya tu na mengine, wa ndugu. Kwa hiyo kuanzia sasa kwa kuwa hapa tusielewane tu kwamba tutakutana kwa mara nyingine lini, lakini hata ikiwezekana hivi karibuni tena. Naomba pamoja na kuwa nimemsikia Azza amesema maneno yale, yule mama na hata mwingine humu, lakini naomba sasa iwe ni kauli yetu sisi sote. Lakini la pili ambalo ninaomba kuhusiana na nchi yako, kupenda nchi yako, yani hata sio dhambi, mbona ni thawabu kubwa. Hata kumpenda kiongozi wako na babako sio jambo kabisa la kuonea aibu, ndugu. Yani ukimuonea aibu kusema huyu ndio babangu, yani una psychological infection. Kuna kitu ngoma imepigwa huku mpaka wewe umeamini kwamba babangu kama sio mzuri sana hivi, au kama ana makosa kweli. Ikawa hakuna alichokukosea wewe, hakuna alichokufanyia, na amekufanyia zuri tu na kukuzaa na kukulea, alikesha, alifanya nini, lakini kuna ngoma inapigwa, ndio hiyo inapigwa. Tunaamini kwamba kama ni vibaya hivi kusema mimi nampenda rais wangu. Kuna element hiyo imekuja mpaka tumekuwa na ogeoge fulani hivi. Wandugu, mimi naomba kwenye hili nyinyi nyote mliokuja hapa, namba za simu za kwenu mimi nitakuwa nazijua, na wale ambao kuna baadhi yao 2 3 4 ambao haukuwepo kwenye ile orodha niliyoiweka jana, lakini nafikiri tutapata namba za kwao za simu. Ikiwezekana na kuomba, hebu niandikie kwamba wewe ni nini unaweza ukafanya, au hata kile ulichokifanya leo na jana na kesho. Tafadhali hebu niandikie ili nipate idea ni nini
alafu tuweke pamoja mpango wa pamoja mzuri, na anachosema yule mama ni rahisi sana kukimaliza tukiwa wamoja kama hivi, rahisi kabisa. Yani rahisi na mlango uko wazi wa kulimaliza hilo. Mimi ningependa tu muwe tayari kwenye hayo, kwa sababu muda ni mfupi, nashindwa kuendelea huko mbele. Ushauri wangu ulikuwa ni huo, kwamba wandugu, tukubali kukaa kwenye safu moja. Kila mmoja ana uzoefu wake, lakini kwa ujumla tupeane mawazo. Hata kama una wazo kama jamani tukaandamane, hebu tukupe jukwaa utueleze, tukalete vurugu, pengine tunaweza tukaelewa wewe unafikiri kivipi, utatusaidia. Na tukiona unapotea, basi na sisi tunajipa kazi ya kukusaidia wewe, kukuelimisha. Kama itashindikana, tutatoa hata ushauri kwamba bwana huyu kila tukimshauri haelewi, ichukuliwe hatua nyingine. Nimalize kwa kuwashukuru, kumshukuru Alhaji Mpeta, lakini Hajjat Aisha Mpatila, Alhaji Bagwa Njumbe ambao siku mbili tatu tulikesha, lakini Alhaji Sheikh Musa hapa kusema kweli alikuwa njiani, na dakika za mwisho nilimuomba nikamwambia hebu acha gari hapo hapo, tembea hata kwa mguu kama ni lazima, kama hakuna usafiri mwingine. Kusema kweli baada ya hapa dakika 2-3 nilimuona ameingia hapa. Umetusaidia sana, na washukuru sana, na nasema nimependa, na namrudishia Alhaji Mpeta wa shukrani.